wote wa timu zote nchini Tanzania. Tiketi hii ni tiketi ya VVIP au tiketi ya aina gani bwana? Hii Royal bwana, sijui ni tiketi ya aina gani. Mpaka ni skani hapa. Kwa sababu kuskani mnaenda hadi kwenye tiketi. Hivi vitu watu wa Simba hawezi kuvipata. Unavipataje wewe hata jezi mpya una? Tena anakujali matokeo. Hawezi kuvipata. Hawa watu wakubadilisha hichi unaweka hichi. Nimechoka kwa kweli. Wamenichosha kapteni wao. Nachoka kapteni wao. Nje ya uwanja wa New Amani ama uwanja wa Amani Stadium hapa kuja kulishuhudia mpira kutoka kwa wananchi nyinyi dhidi ya Waarabu. Bwana, Waarabu hapa wanaonekana wako serious na hii game bwana, japokuwa nyinyi mmewapeleka majira ya mchana ila wako serious. Yes, tuko New Amani Zanzibar ambapo kwetu tunasema ni gereza kuu la Guantanamo. Tunaangalia vizuri kwenye t-shirt yangu, utaona ramani ya New Amani, alafu kuna bango kubwa linasomeka gereza kuu Guantanamo Bay. Hili ni gereza ambalo tumezungumza na kukubaliana kwamba lina mlango mmoja tu wa kuingia. Ukiwa mhalifu mlango ni mmoja tu wa kuingia, lakini kutoka hakuna mlango. Kwa hiyo wewe amini kwamba unakwenda jela. Kwa hiyo hapa tumekuja kwa ajili ya kuwapeleka jela FAR Rabat. Kiukweli wachezaji wetu wako vizuri, wamefanya mazoezi ya mwisho, wako na utimamu wa kutosha. Hawa ni mahakimu, ni majaji wa kwenda kuhukumu katika kesi hao Waarabu. Hao ndio watakaotumika kwenda kumpeleka lock up jela wana FAR Rabat. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kuwasapoti na nitumie nafasi hii kuambia wewe shabiki ambaye uko sehemu mbalimbali unakuja. Nimepata taarifa Wagiriki wenzangu, sababu kuna meli siku mbili. Mimi nimekuja na meli ya Wagiriki. Sio maana umezamia au umelipa tiketi? Yaani mimi nimekuja na meli ya Wagiriki. Ikiwa mimi na Solo Yanga ndio tumekuja na meli ya Wagiriki kwa ajili ya kuja kuwasambaratisha FAR Rabat. Na iko meli nyingine ya Wagiriki inakuja. Yaani zipo nyingi. Mwenyezi Mungu afanyie wepesi mlioko mbali mnakuja katika gereza kuu hili hapa Guantanamo. Okay. Yes. Na hili gereza bwana lina idadi yake ya watu kuingia. Msije wengi bwana. Watu 15,000 tu mnatosha. Tiketi zipo kwa idadi. Kwa hiyo tiketi zitakapokuwa zimemalizika, basi kila atakayekuwa anakuja kutafuta ataambiwa kwamba tiketi zimekwisha. Lakini tukiwa wengi zaidi nafurahi zaidi kwa sababu kila mmoja atakuwa na hamu sasa ya kutazama huu mchezo. Kwa hiyo wale ambao watabahatika kupata tiketi na kuingia ndani, yako maeneo watakwenda kutazama mpira. Lakini niseme na mwana Yanga yeyote popote ulipo, wewe ambaye hujajaliwa kufika hapa katika gereza hili la Guantanamo, hapo tumia nafasi yako kuombea dua Dar es Salaam Africans. Mwenyezi Mungu aweze kutufanyia wepesi, kuwapa nguvu, kuwapa utayari wachezaji wetu, na aende akamfanyie faraja kubwa sana Prince Dube mwana mfalme aweze kufunga kwa siku ya leo. Bwana, leo nimepita hapa nje ya uwanja hapa na kutana na Waarabu kibao wana bakora nini. Wenyewe wanakuambia leo mnaenda kula bakora za kutosha. Waarabu siku zote na utamaduni wao kuja na fimbo zile kwa ajili ya kutundika mabendera yao nini, tumezoea. Lakini wewe ni shahidi, mara nyingi sana tumekuwa tukiwafunga na bendera zao, tumekuwa tukiwaadhibu na hivyo vifaa vyao. Kwa sisi hawatutishi, hatubabaishi. Kikubwa tunachoamini, wamekuja kwenye gereza kuu la Guantanamo. Ni gereza ambalo hutoki salama. Kwa kwangu mimi naona wanakuja kufa kifo kibaya. Hawatoki. Wanatokaje? Hawawezi kutoka hapa. Uhakika wa alama 3 sisi tunao. Lakini wenyewe wanaonekana wanashukuru nyinyi kuwaleta hapa kuliko Benjamin Mkapa. Wao wanashukuru na sisi tumeshukuru kuja hapa. Umeona vitu tofauti hivi? Sisi tumefurahi. Na tuwapongeze viongozi wetu wa Dar es Salaam Africans kwa kuweza kukubaliana na kuleta mechi zetu hapa. Hapa ni sehemu salama. 99.9% mashabiki na wanachama wa Yanga wanaopatikana katika ardhi ya Zanzibar wote ni mashabiki wa Yanga, lakini hii pointi moja tu ndio wanagawana. Utasikia Malindi, KMKM, Apollo, Simba, na wanagawana hiyo moja, lakini asilimia kubwa ni sisi. Kwa hiyo kuwepo sisi hapa, tupo katika mikono salama, tuko nyumbani. Kumbuka waasisi wa Dar es Salaam Africans wengine nao wanapatikana hapa, kwa tuko kwenye mikono salama. Eneo bana. Yes, watu waambie wana Yanga popote ulipo, sogea sasa katika uwanja wa New Amani. Tuendelee kufanya dua, Mwenyezi Mungu
atatufanyia wepesi. Naamini na nimeona kikosi cha jana, timu yetu ikifanya mazoezi vizuri, iko na utimamu wa kutosha. Tutegemea kuona burudani. Mimi naamini tunakwenda kushinda. Tanzania katika nchi yetu hii, timu pekee ambayo inawakilisha michuano ya klabu bingwa barani Afrika kutoka Tanzania, Yanga ndio mwenye tiketi halali kwa sababu ndio bingwa. Sio maneno. Hao wengine wanaomba Mungu. Hao wengine wapo kwenye hii michuano kwa sababu ya Yanga. Sio maneno. Baada ya Dar es Salaam Africans kuwa bingwa wa nchi, na wao sasa Yanga imewabeba kuja kucheza michuano hii right kama tena. Wamshukuru sana Injinia katika vikao vyake na kafu na wengine kuendelea kusimamia msimamo kwamba virabu bingwa vijichanganye na wale ambao sio mabingwa washika nafasi ya pili. Lakini light kafu wangepitisha sheria moja kwamba kila mshiriki wa klabu bingwa aje na kikombe, aje na tiketi iliyompitisha kuja hapa. Dar es Salaam Africans tungekuja na kombe letu la NBC. Hawa wengine wangebaki kuomba Mungu mpaka sisi tuachie ubingwa. Lakini kwa kuwa kafu wana huruma, unaona ni kiasi gani wameamua kubeba na wale ambao misimu takriban 4 hawana kombe lolote. Sio maneno. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga, tuendelee kuombea dua yetu. Sisi tuendelee kuombea Yanga. Sisi ndio timu ambayo tunawakilisha nchi vyema kwa sababu ya kuwa na kombe, si ndio? Yes. Na tunaamini kabisa hapo Mwarabu achomoke. Kwa sababu namna ya kumpiga Mwarabu sisi tunayo. Tunajua vizuri sana. Wenyewe wanasema kwamba na uhakika kwa sababu mmetengeneza jezi za kimataifa. Nao huo uhakika. Uhakika tunao. Uhakika tunao. Na kwa nini nakwambia uhakika tunao? Kwa sababu ukiangalia vizuri Mwarabu ana namna yake huwa ya kufanya, lakini sisi pia huwa tuna namna yetu ya kufanya. Unaweza ukaona jua ni kali sana. Na hii ndio kiboko yao. Yaani Mwarabu kiboko yake ni jua. Yaani unapo yake angalia juu, ukiona linawaka hivi kachoma usoni, basi hapo ndio anaingia magoli. Pacome Zouzoua anatokea winga kulia, Max anatokea winga kushoto. Prince Dube pale juu akiwekewa mali. Safari Dube sio yule mnayemtegemea nyinyi kama mjua nyinyi. Dube wa sasa hivi kaombewa, yuko salama. Si maneno. Ile misinga yote ilikuwa kutoka kwa Zakaza kazi. Yale mabomu yalikuwa yanatoka kwa makoro kule. Sasa hivi iko safi. Yaani kuja tu Zanzibar wachezaji wote wako safi, salama salimini. Ndio nakwambia wana Yanga leo watakwenda kuishuhudia timu yao pendwa waliokuwa naijua hapa. Ukiona Yanga ya leo hapa imempiga huyu Mwarabu, tegemea kuona Waarabu wote watakao kuja hapa. Kiongozi wao ni Dar es Salaam Africans. Mbavu ya kulia Mwarabu, mbavu ya kushoto Mwarabu. Nyuma Mwarabu. Imamu wa Waarabu ni Dar es Salaam Africans. Niamini mimi ninachokwambia. Hawa wote watakuwa maamuma. Unajua maamuma? Yaani imamu anasalisha msikitini mbele. Walioko nyuma wanaitwa maamuma, wanamfuata. Yanga mbele, daima mbele, nyuma huko mwiko wako hawa hapa. Haya ni machinjio ya Waarabu wote. Machinjio. Ukishaletwa hapa wewe mhalifu. Ndio maana tunasema ni gereza la Guantanamo. Ali ana akili yule mtoto. Ali kama anasema hili litakuwa gereza, ana maana tayari ameshaona kile kikwazo kimeondoka. Gereza hili ukiingia wewe ni mhalifu, huwezi kutoka salama. Lakini wale ambao wanaweza wakatoka salama wapeleke Benjamin Mkapa. Bila sio gereza. Bila sio nini? Walikuwa wanasema kwa Mkapa atoki mtu, angalia sasa hivi mpaka usingizini katoka. Mpaka usingizini mmoja katoka. Gaboroni katoka. Sasa pale Benjamin ndio atoke mtu. Ndio maana mmeamua kukimbia. Sisi tumetoka kule kwa sababu ya kuleta burudani hapa. Ndio maana nimekuambia asilimia kubwa ya Wazanzibari, asilimia 99.9 hawa wote ni washabiki na wanachama wa Yanga. Kwa hiyo wana haki ya kuipata hii burudani. Na kitu kingine, wana Yanga popote ilipo Yanga unaipenda, unatakiwa ufike. Uko tayari kwa ajili ya kuifuata burudani. Ndio maana unaona tumetoka Tanzania bara, tumekuja katika visiwa vya Zanzibar, tumekuja katika gereza kuu kwa ajili ya kuwasupport. Mimi naamini sisi ni wasikilizaji wa kesi. Mahakimu wakuu wa hukumu ya kesi ya leo dhidi ya hao Waarabu
Ni wachezaji wetu. Tuna mtu ambaye amesomea sheria vifungu vyote, ndio maana kaitwa Pacome Zouzoua, yani profesa. Pacome jina la kirugaruga kwa kwao, lakini maana yake ni profesa. Profesa ni mtu ambaye amebobea katika taaluma yake. Hasa leo atakwenda kuwaonyesha ubora wa yeye kuwa na bleach. Ile sio mvi, ile ni bleach. Ndio maana unaweza ukaona kuna baadhi ya watu wameiga wakaweka na kinywele kimoja, lakini mwisho wa siku wameishia kutia super black. Bwana, hii kitu ina wenyewe bwana. Akatoa. Angalia nyuma yako, wanasema huo ni mfuko wa sukari. Mfuko wa sukari nyuma yako. Wale ambao hamjui, hakuna jezi iliyokuwa kali kama hii. Leo ukiangalia kwenye mifuko, usikilize, uso mfuko hii jezi. Na ndio maana nakwambia ukienda kuangalia kwenye picha wengine walikuwa wavutiwi. Lakini sogelee hii jezi, utakuja kunishukuru na mimi utachukua zote. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Naanza kupokea maoni. Naanza kupokea story nyingi kutoka kwa mashabiki wa upinzani. Wanasema kwa nini GSM hakuachia hii jezi ya mazoezi kuwa jezi itakayotumika kwenye ligi ya klabu bingwa? Niwaambie nyinyi upande wa Makolo ambao hamna jezi mpya, kwanza uruhusiwi kuongea na kapteni wa mashabiki kama huna jezi mpya. Uruhusiwi, ni bida. Na wanasema wakula bidati dhalala. Uruhusiwi kuongea na mimi, ni bida. Usipokuwa? Yani kama huna jezi mpya, timu yako haijatoa jezi, imebandua tu rogo, uruhusiwi kuongea na kapteni. Zile wamesha zirelease zile jezi mpya za kimataifa. Hawana jezi, na ni washauri kupitia hapa mashabiki wote wa Makolo, ni vyema mkaandamane kwenda kuomba na kudai mpewe jezi mpya. Haiwezekani sisi tunapewa jezi zote hizi. Na taarifa nilizonazo, GSM kwa huruma yake na upendo wake ameamua kutoa takriban 9 au 8. Hizi zote lengo, unaweza kuona wadada wamewekewa pink special kwa ajili ya madada wapendeze. Umeona na solo ya wana kitu hicho, na solo hiyo, na chombo hicho, na solo hiyo wanasema hii jezi ni tikiti maji. Nani kwanza chukua tiketi yako, waulize wao wanaelewa.